Ndugu zanguni katika imani, dalili ya kwanza haswa ya kuonyesha kwamba wewe umesibiwa na maradhi ya kichawi, ya kuonyesha umerogwa, dalili ya kwanza kabisa ni kuumwa na kichwa mara kwa mara. Kichwa kuuma upande mmoja, labda kinauma upande wa kulia au kushoto, au kinauma kwenye bapa la uso, unahisi kana kwamba kinataka kianguke, yani kinauma sana. Umetumia dawa, umeenda hospitalini, unakunywa dawa kadha wa kadha, lakini hali yako iko vile vile. Hiyo ni dalili ya kwanza ya kuonyesha wewe kwamba umesibiwa na maradhi ya kichawi. Dalili ya pili ya kuonyesha wewe umesibiwa na maradhi ya kichawi ni vitu kutambaa katika mwili. Unasikia kama vile sisimizi, kama vile siafu, wengine hata nyoka. Unasikia nyoka wanatambaa. Nyoka anatambaa na kutambaa kwenye mwili wako. Unashangaa, unamhisi kabisa, lakini humuone, ila unahisi anatambaa katika mwili wako. Hii inakujulisha kwamba wewe umesibiwa na maradhi ya kichawi. Dalili nyingine ni kifua kusikia ni kizito, kana kwamba umewekewa mzigo. Yaani unasikia kana kwamba umewekewa mzigo mzito kwenye kifua, kinalemea kweli. Hii ni dalili ya kuwa umesibiwa na maradhi ya kichawi. Dalili nyingine ya kuonyesha wewe umesibiwa na maradhi ya kichawi ni kitu kukwama katika koo. Kitu kimekwama katika koo, hakiteremki na wala huwezi ukakitapika, na hakionekani hospitalini, kinazunguka tu hapo hapo. Hiyo ni dalili ya kuwa umesibiwa na maradhi ya kichawi. Dalili nyingine ni tumbo kuuma. Kuumwa na tumbo, linauma, unasikia kitu kinazunguka katika tumbo. Hii ni dalili ya kuwa umerogwa. Na hii inasababishwa na nini? Inasababishwa na uchawi wa kulishwa. Uchawi wa kulishwa ndio ambayo inasababisha tumbo kuna vitu vinazunguka na linauma. Wachawi huwa wanaamka usiku wa manane, wanakwenda katika vikao vyao. Wakienda katika vikao vyao, kama kuna mtu labda alikufa kama jana, huwa wanahitaji mtu ambaye hajakawia sana. Yaani akifa kama leo akizikwa, ndio wanahitaji ile nyama kwa sababu bado iko fresh. Hawataki aliyekufa mwezi uliopita, la, wanataka ambaye amekufa leo, wanamwenda usiku huu. Sasa wakishafika ule muda, wanakwenda mpaka pale kwenye vikao vyao, wanaweka kikao, alafu baadaye wanakwenda mpaka kwenye lile kaburi. Wakishafika pale, kuna miti miwili, wanaitumia hii miti miwili kwa ajili ya kuchapa kwenye lile kaburi. Alafu wakishatoa ile miti, yule mtu ndo anatoka katika ile kaburi. Hawachimbi wakamtoa, la, wanatumia hii miti kuchapa. Na kuna maneno wanaongea kwanza, kuna maneno wanaongea. Baada ya kuongea maneno haya, ndo wanachapa katika lile kaburi. Wakishaondoa, yule mtu sasa anatoka katika lile kaburi. Sasa kadri wanavyoenda wakishikilia ile fimbo, ile miti, wanavyokwenda hivi, yule mtu anawafuata nyuma, yule aliyekufa, lakini hatembei kama kawaida, anatembea tofauti kidogo. Sasa wanakwenda mpaka kwenye sehemu ambayo ni